Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mimi naitwa Mwalimu Salum Kilipamwambu, ni afisa mwandamizi kwenye ofisi ya Kamishna wa Elimu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Dodoma. Nimefurahi kuwepo hapa, nimealikwa kama mgeni rasmi. Kwanza nikiwa ni mdau wa masuala ya elimu. Mimi ni mtaalamu wa masuala ya elimu hapa Jubilation naifahamu muda mrefu hata kabla sijahamia Dodoma. Kwa hiyo naifahamu toka mwanzo, nimeendelea kutoa ushauri wa kitaalamu wakati inajengwa, kusajiliwa, na hadi sasa leo ni mahafali ya kwanza ya darasa la 7 toka shule imeanza. Kwa hiyo nimefarijika sana. Cha kwanza ni wapongeze darasa la 7 kwa hatua aliyofika, lakini cha pili, serikali inataka watoto wote waende shule. Watoto wote. Kwa hiyo darasa la 7 waingie kifua mbele, wakafanya mitihani wakijua serikali yao makini ipo kwa ajili ya kumhudumia kila Mtanzania apate elimu bora itakayomsaidia kwenye maisha yake ya sasa na ya baadaye. Kwa hiyo kwa muda huu uliobaki waendelee kuwa watulivu, wafuate sheria na kanuni za shule kuelekea kwenye mitihani ya taifa. Wazazi washirikiane sana na shule. Nchi nzima, mahali popote, mzazi anapeleka shuleni vitu viwili. Anapeleka mtoto, yani binadamu, lakini anapeleka pesa. Kwa hiyo mzazi ana wajibu mkubwa wa kushirikiana na shule katika kumjenga mtoto. Serikali inahimiza ushirikiano wa wazazi hasa katika malezi. Mtoto akifaulu vizuri asipokuwa na malezi mazuri, hatuwezi kuwa na mtumishi au mfanyakazi bora au mwananchi bora. Kwa hiyo wazazi washiriki kuanzia malezi ya nyumbani kumlea mtoto, lakini kushirikiana na shule na serikali kwa ujumla katika kutoa huduma ya elimu ili tuweze kuwa na taifa bora zaidi. Shule zote sasa hivi zinatekeleza mtaala mpya. Shule za sekondari zimeanza rasmi mwaka jana, mwaka 2025, kutekeleza mtaala mpya ambao ndani yake una mkondo wa jumla na mkondo wa amali. Mkondo wa amali ndio zile fani mbalimbali kama vile fani ya michezo, uhandisi, useremala, umeme na kadhalika. Hizo ndio tunaita amali mbalimbali, ambako mtoto atachagua anapoingia shule kwamba yeye anataka kuingia fani ipi. Atakapomaliza kidato cha 4, huyu mtoto alianza kusoma mtaala huu ulioboreshwa, atapata cheti cha kuhitimu kitakachomsaidia kujiajiri na kuajiriwa kwenye maeneo mbalimbali bila kusubiri ajira za serikali. Kwa hiyo niwapongeze wamiliki wa shule binafsi kwa kuungana na serikali kutekeleza mtaala mpya ulioboresha, na serikali inashirikiana nao kuhakikisha wanatekeleza mtaala huu kwenye mazingira yaliyo salama. Katika shule za binafsi kwa sasa hivi ni ulipaji wa ada kwa wazazi. Unakuta mzazi anakuwa hajalipa ada, hajamaliza kulipa ada ya mtoto wake katika shule fulani. Mtoto anakuwa amepata huduma zote zinazostahili, lakini inapofikia mwisho wa mwaka mzazi anahamisha yule mtoto, anampeleka shule nyingine, huku anaacha tayari ni deni na hasara kwa taasisi husika. Hiyo naona ndio changamoto kubwa. Lakini changamoto nyingine ambayo inazikumba shule zote kwa ujumla ni uhaba wa vitu vya tehama. Lakini kwa shule hii ya Jubilation, shule ya Jubilation iko vizuri sana katika tehama. Ina maabara kubwa ambayo imesheheni kompyuta na watoto wanajifunza kwa vitendo. Na ina art theater ambayo ina vifaa vyote vya muziki ambavyo watoto pia wanajifunza kwa vitendo masuala ya muziki. Kwa hiyo katika masuala extracurricular activities tunasema Jubilation inatimiza kwa 100%. Kwa kifupi, mahafali haya yamefanyika kwa ushirikiano wa wazazi, shule pamoja na wadau. Ukizingatia leo tumepata mgeni rasmi, kamishna msaidizi wa Wizara ya Elimu, Mr. Stewart Kilipamwambu, amekuja kuongeza chachu ya graduation yetu. Kwa hiyo niseme tumetengeneza jambo ambalo ni kubwa zaidi ukilinganisha na siku za nyuma. Kwenye uongozi huu mpya tumekuja kufanya mageuzi. Tumejaribu kubadilisha mfumo wa awali na kuweka mfumo mpya, ukizingatia kama mwaka jana swala hili unavyoliona halikuwa hivi. Kwa hiyo nitoe rai pia kwa wazazi, nitoe rai kwa wadau wengine waendelee kuisapoti shule yetu, ukizingatia hii shule haifundishi masomo ya kitaaluma peke yake.
Taasisi hii inafundisha taaluma, inafundisha vipaji, inafundisha mambo ambayo tunaita amali, ili wananchi, wanafunzi wakimaliza wakienda kwa wananchi waweze kuwa ni watatua matatizo na waweze kuzalisha rasilimali. Hatutengenezi watoto ambao wanapata A tu. Umeangalia watoto wameonyesha acrobatic hapa. Tuna chumba kinachoitwa music theater, ni chumba cha muziki ambapo watoto wameunda bendi, ambayo bendi hiyo tunatengeneza watoto ambao wakimaliza shule, wakihitimu darasa la 6, wakihitimu darasa la 7 kwenye double cohort, waende wakajiajiri kule ambako jamii inawahitaji. Lakini pia nizungumzie zaidi ya music, tuna viwanja vya michezo ambapo tunatengeneza watoto wa vipaji vya michezo. Kwa hiyo tumetengeneza uwanja wa michezo kama ambavyo mgeni rasmi amezungumza kwamba yeye atatusapoti kwenye swala la ujenzi wa uwanja wa mpira pamoja na michezo mingine, lakini tutafute eneo kubwa ambao tunaweza kwenda kufanya hilo tukio ili watoto waweze kujifunza zaidi, ukizingatia mwakani mtaala wa amali unaanza kwa sekondari. Kwa hiyo tuunganishe pale, tuendelee. Lakini pia shule ya Jubilation kama shule ya msingi imeongeza uwigo. Namna gani? Shule ya msingi imeishia darasa la 7, mwakani itakuwa darasa la 6. Jubilation tumeenda kujenga sekondari. Tumejenga sekondari maeneo ya Mbweni hapa Dar es Salaam kwenye kata ya Mbweni, ambayo sekondari itaanza form 1 hadi form 4, ambao kwa mwakani mwaka 2027 sekondari inaenda kuanza. Kwa hiyo tuna imani ya watoto wetu tuliowatengeneza wa darasa la 7, tuliowatengeneza wa darasa la 6, tuliowatengeneza wa la 5, ambao mwakani wanakuwa la 6 wanamaliza, wote watajiunga na sekondari yetu. Nihimiza wazazi, ubora wa shule ya msingi ndio ubora wa shule ya sekondari. Kwa hiyo wasihamishe watoto kupeleka shule zingine, wawaache watoto waunganisha waende wakamalize form 4 ambayo tunaiita ni elimu msingi, kama ambavyo kiongozi na mgeni rasmi amejaribu kuzungumza. Lakini nisiishie hapo, nijaribu kuiomba serikali kwa namna ambavyo Jubilation tunaiunga mkono katika kutekeleza mtaala ulioboreshwa. Kumbuka nimezungumzia mambo ya vipaji, nimezungumzia mambo ya amali. Niombe serikali kwa mara nyingine tena itusaidie kurahisisha uwezekanaji wa kutoa vibali kwa walimu wa kigeni, ambako mgeni rasmi ametuambia kwamba liko dirisha ambalo tuende tulifate ili walimu wa kigeni waweze kuajiriwa kwenye hizi taasisi kwa kupunguza urasimu. Lakini licha ya kupunguza urasimu, basi wapunguza hata zile gharama za walimu wa kigeni kuweza kufanya kazi, ili ubora wa elimu Tanzania, sio Jubilation tu, ubora wa walimu Tanzania uweze kuwa kubwa zaidi, ukizingatia ni mchango ambao shule za private au shule binafsi zinaongeza kwenye mchango wa shule za serikali, ili elimu Tanzania iweze kuwa bora zaidi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.